Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeeleza kusikitishwa na ripoti iliyotolewa na shirika la kimataifa la Human Rights Watch Septemba 29 mwaka huu, ikisema ripoti hiyo imejaa makosa, upotoshaji na tuhuma za uongo dhidi ya Tanzania na ilitolewa bila serikali kupewa nafasi ya kujibu. Akitoa msimamo wa serikali Oktoba 2, 2025, Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema inasikitisha kwamba taasisi yenye heshima ya kimataifa kama Human Rights Watch inachapisha madai yasiyo na msingi ambayo yana lengo dhahiri la kuchafua sifa ya nchi katika ngazi ya kimataifa. Katika sehemu ya maelezo imeandikwa kuwa, ninanukuu, madai kwamba mamlaka mbalimbali za serikali zilipewa fursa ya kujibu tuhuma hizo halina ukweli wowote, kwani hakuna mawasiliano yaliyofanywa kwa barua, simu wala barua pepe, mwisho wa kunukuu. Serikali imesisitiza kuwa inalinda na kusimamia haki za binadamu kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mikataba ya kikanda na kimataifa ambayo nchi imeridhia. Aidha, imeeleza kuwa sheria mpya ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024 imetoa uwanja sawa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Taarifa hiyo imekanusha hoja zilizotolewa na shirika hilo kuhusu kupungua kwa nafasi ya kiraia na vizuizi kwa vyama vya siasa, ikieleza kuwa madai hayo hayana msingi na ni upotoshaji. Pia imesema kwamba serikali ya Tanzania itaendelea kudumisha haki za binadamu kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu na miaka mingine ijayo kama ilivyokuwa ikifanya kila wakati. Kwa upande mwingine, imeziomba taasisi na mashirika ya kimataifa kuhakikisha yanapata maoni ya serikali kabla ya kuchapisha ripoti zinazohusu Tanzania. Na nukuu tena, tunatoa wito kwa mashirika yote na wadau kuwasiliana na mamlaka husika kabla ya kutoa ripoti, ili kuepuka upotoshaji wa taarifa unaoweza kudhoofisha sifa ya nchi kimataifa, mwisho wa kunukuu. Ripoti ya shirika hilo ya Septemba 29 mwaka huu ilidai kuwa serikali ya Tanzania imezidisha ukandamizaji wa kisiasa na kuibua hofu juu ya iwapo uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu utakuwa huru na wa haki. Ilieleza zaidi kuwa iliwasilisha utafiti wake kwa Jeshi la Polisi, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Mamlaka ya Mawasiliano na Wizara ya Mambo ya Nje Septemba 19, lakini haikupokea majibu yoyote hadi ilipochapisha ripoti hiyo, japokuwa serikali kupitia kanusho lake imesema haikupewa nafasi ya kujibu madai hayo.